Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kushukuru Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tushukuru Allah na kumshukuru yeye katika kurudisha tena katika muhula mwingine aliyekuwa tuna afya njema. Basi hiyo pia ni katika jambo la kushukuru Allah sana, kupa uzima, afya, kaona kumua, una maradhi au kama ni maradhi ni ya kawaida tu, hilo pia ni katika jambo la kumhimidi Allah jalla wa ala. Fursa umepata, walikuwa pia uifanyie kazi. Tutaanza kusoma risala hii, lakini utakuwa na utangulizi hapo mbele kwa ajili ya zile adabu za kutafuta elimu. Kwa utakuwa na Hafsa sema utakuta bado tutabanda hajapata kwa mbele, lakini kupata ana bila shaka na kuna risala ambayo yeye ataifundisha au atakuwa na yeye atatoa nasaha na miongozo kwa wanafunzi. Sasa kutokana na baada ya nyakati na muda unaenda, sisi tukaona hakuna namna tuanze risala hii, kwa sababu hizo adabu ndio bado huko, kwa sababu na bali nabi au syllabus bado hatujaanza kuisoma. Kwa hiyo inshallah katika siku hizi leo mwezi ngapi? 9. Kwa hiyo kuna siku kama 10 hapo mbele ili tuingie mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa mfungo 3. Sasa kwa maelekezo ya al-ilmi wa mara nyingi sana wanahimiza mwanafunzi anatakiwa ajue zile fikhi za minasaba. Yaani mwanafunzi anatakikana kujua zile fikhi za minasaba. Kwa mfano ikiingia Ramadhani, mwanafunzi anatakiwa ajue zile fikhi zinafungamana Ramadhani. Ikiingia Idi, mwanafunzi anatakiwa ajue zile fikhi zinafungamana na Idi. Ikiingia mambo ya zaka, mwanafunzi anatakiwa ajue. Kufupi Muislamu, ikiwa Waislamu wengine hawaelewi, basi mwanafunzi ni lazima kwake atakiwa ajue zile fikhi zinafungamana na minasaba ya zaka. Hivyo kiingia nini saumu, kiingia haji na ibada nyinginezo. Wanasema lengo ili mtu akimaliza katika mwaka mzima atakuwa amsoma fikhi ya mwaka mzima. Kila mwaka sasa ukijirudia kila mwezi atajua mwezi huu kuna jambo fulani. Katika mambo mazuri atakiwa apambane nayo. Katika kama kuna mambo ya visa, labda kama watu waliangamizwa, atakiwa ajifunze kwa visa hivyo na jiepushe na yale ambayo atampelekea mtu kuangamia. Kwa hiyo ukiishi kwa utaratibu huo, zile fikhi kwa unazijua kila mwezi au kila baadhi ya masiku, hiyo ni katika elimu kubwa kabisa, na wengi wao wameikosa. Sisi kwa mnasaba huu, kwa sababu Dhulhijja ipo mbele na kuna fadhila nyingi, tunaandaa risala hizi kama vile inakuwa ni kawaida baadhi ya miaka au katika miaka kuandaa risala kama hizi kwa miezi ile ambayo inanasibiana. Silsila iliyopo mbele yetu inaitwa Ahkamu Ashri Dhulhijja. Hii risala hukumu za masiku 10 ya mwezi wa mfungo 3, yale masiku 10 ya mwanzo yale kuna hukumu gani? Kwa kuna hukumu zimeandaliwa ambazo zinafungamana na masiku 10 ya mwanzo yale katika mwezi wa mfungo 3. Pia wa ayamu tashriki, na hukumu za masiku ya tashriki. Sasa masiku ya tashriki na kusudiwa mwezi 11, 12, 13 katika Dhulhijja, ayamu tashriki, mwezi 11, 12, 13.
Na kusaka ayyamul bidh, masiku meupe, inakusudiwa 13, 14 na 15. Kila mwezi Muislamu mwenye afya atakiwa afunge siku 15, siku 13, 14, 15. Katika usiwa ule aliusiwa Abu Huraira na Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika matatu ikiwepo pia ambo asiache kuacha kufunga masiku matatu kila mwezi. Na pia kuna fadhila zake. Inshallah tukipata muda hizo tutazielezea. Kwa hiyo basi risala hii imekusanywa na kuandaliwa na Sheikh Ibrahim, jina la muallif rahimahullah ta'ala mwenyewe anaitwa Sheikh ni wasifu au ni cheo, lakini jina lake aitwa Ibrahim ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Sayyid al-Mazrui. Hilo ndio jina lake kamili, Ibrahim ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Sayyid al-Mazrui hafidhahullah ta'ala. Huyo anatokea katika mawazini Daulatul Amarat al-Arabia al-Muttahida, katika mji au katika miji ya daula al-Imarati al-Arabia al-Muttahida, yani umoja wa Waarabu. Imaratu Abu Dhabi maarufu katika miji au wanaita miji ya Gulf au wanaita Emirate, ambao yani ni umoja wa Waarabu. Wakiakusudia hivyo na kusudia pia Dubai, ambayo ndio katika miongoni mwa miji mikubwa mashuhuri, inakuja kuanzia huko hadi juu hadi Saudia, ndio wanaitosanya hadi hizo Irani zote wanaitosanya ndani yake. Zamani kulikuwa kuna miji kama sita asili yake, alafu kuongezwa na wasaba, alafu na miji midogo midogo sasa hivi ikaingia ndani yake. Kwa hiyo kuanzia Dubai, Qatar, Oman, kuanzia hadi Iran, kuanzia juu Hormuz, Iran, huko kulia kwake chini yake kuna Qatar, kuna Oman, Saudia yenyewe juu. Pia kuna hiyo Dubai ambayo ni maarufu, na katika hiyo Abu Dhabi ni katika miji sasa hivi mikubwa. Zamani kwa miji kama vitongoji, tokea sasa hivi kwa miji mikubwa, na iko miji ya biashara na pia kwa miji ya siasa. Kwa hiyo Sheikh Ibrahim hafidhahullah ta'ala amezaliwa kwenye mji huo, miji ya falme ya Waarabu. Anasema lakini japokuwa sasa hivi watu wa baadhi ya miji mitoka, yani alipo kwenye falme za Kiarabu mitoa, lakini asili yake ilikuwa yote kutokana na miji, utanukaji wa miji. Baadhi ya muda unakuta miji inatoka hasa kwa mji mmoja, kama vile labda unakuta kwa mfano unakuta mji wa Pwani na Dar es Salaam, asili yake ilikuwa ni mji mmoja, yani ni mkoa mmoja tu. Dar es Salaam yote kianzia huku Bagamoyo inakuja hadi Mkuranga huko. Alafu waliona siku wana kitu gani, watu wa uchumi wakaona pale katikati, wakatoka pale katikati pale kwenye majengo mengi, wakaita hapa ndio dizi, yani hapa ndo da. Au pembeni mule kulipochoka kaita hii Pwani. Alafu kitu cha ajabu, hauwezi kuingia da hapa sina kuingia Pwani, yani wamezunguka pembeni tu. Huko pembeni kote ni mkoa Pwani, katikati hapa ni Dar es Salaam. Kutoka na huko utaanza na Pwani, utaingia Dar es Salaam. Kutoka huko Chalize, kutoka Moro ya Pwani, kutoka Tanga, hadi kote kutokea kwa mambo kutokea. Kama utoke baharini, lakini pia kuna maboya yameandika kabla yule baharini. Pwani ya Dar es Salaam. Sasa kuna mfumo kama huu, au utakuta labda Dar es Salaam kwa manispaa 3, lakini sasa hivi ukienda kuna 3. Sasa kuna 3. Hazipo nyingi sasa hivi, zipo zaidi sijui hata 9 na 10. Lakini zamani kwa ni 3. Utakuta Kinondoni yenyewe, utakuta hiyo Temeke na wapi?
na Ilala, yani hamna ziada, hamna zaidi ya hiyo. Lakini hii Temeke ilichukua kuanzia huko Temeke hadi Kigamboni kote. Wewe shamba Kigamboni ndio halmashauri ya Temeke. Ni tofauti kabisa. Lakini sasa hivi Kigamboni yenyewe inajitegemea. Yenyewe sijui na majimbo mangapi sijui. Sasa kwa mfumo kama huu, yani siku hizi mimi nakuta kama miji ya Moro ndio. Utakuja kwa wingi mkubwa, lakini sasa hivi wamejaa tofauti. Mikoa ndio mkoa mkubwa, kila mapoli unakuta unaenda ukaenda hapo sijui na lini unasikia Moro tu. Sasa lakini kila mkwenda zama na mahitaji ya watu mengine nakutana tanuka mengine inaingia na mengine nakuta wanaitoa. Yaani mkumako kama huo. Kwa hiyo Ulida Sheikh rahimahullah katika vitu vya msingi, yani kujua na wakati waliozaliwa na katika wale ambao waliokufa basi ni kujua muda gani wamekufa katika vitu vya umuhimu kabisa katika vitu vya mwanzoni. Ulida Sheikh fi thani ashara min Dhulqa'da, amezaliwa Sheikh thani ashara mwezi wa 12 min Dhulqa'da katika mwezi wa mfungo pili kama huo. Mwaka 1381 Hijri, 1381 al-muwaffiq, yenye kuafikiana au yenye kuendana na miaka ya miladi ya sawa sawa na mwaka 1961. 1961 hadi sasa hivi ipo hai. Labda kusema leo amefariki kwa subiri habari ya kufa, yani bado yuko hai anaendelea. Sheikh huyu amesoma katika miji ya hapo, miji ya kwao katika kutafuta elimu, lakini baada ya muda atoka pia akapandisha juu kaenda sehemu za Uarabuni zaidi kusoma dini. Lakini pia katika watu walikutana nao au walisubiana nao, kuna wengi ambao wamesubiana nao, wamesoma kwa pamoja, kupata muda tutawataja. Lakini amehudhuria baadhi ya darasa za Sheikh Ibn Uthaymeen na akasoma usulu tafsir. Na pia ni katika wanafunzi wa Sheikh Albani. Anasema katika mwaka 1990 ambayo kwa kia tarehe umezaliwa ndio alianza kuchukua rasmi na maana kusoma kwa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Alisoma baadhi ya fununi zimetajwa na maana katika baadhi ya tarjama zake. Kwa kiufupi, na pia alikuwa Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala, ambao yuko sasa al-mufti al-mamlakatul arabia. Pia amesoma baadhi ya durusi kwake yeye. Kwa kiufupi, na huyo ana risala nyingi muallifat, kwa muda tutakuja kuzitaja kwa wakati mwingine. Muallifat nyingi, afu nyingi zina faida. Yaani kama vile kuna yule Abu Furaihan ana muallifat nyingi zina faida. Kuna Sidi Rashid yule Ashafi ana muallafat nyingi zina faida. Yaani kuna baadhi ya watu, yani kama hapo hata Sheikh Aslani naye ana muallafat nyingi, lakini na nyingi pia zina faida. Alafu ana usulubu wa taalimu kama anakutumia Sheikh Fauzan rahimahullah hafidhahullah ta'ala. Kwa hiyo unakutana andika risala, hata kama wewe ambao una fani kubwa una uwezo ukajua baadhi maana yake, hata kama utasoma kinyume na kanuni, lakini utajua hapa kimeeleza nini, hapa nini. Utasoma zile hukumu za lugha za nahau, hadi utakuwa unachanganya, lakini maana yake utakuwa unafahamu, kwa sababu ile usulubu aliotumia kwa hiyo unakuwa na faida zaidi. Usulubu ni mwepesi, hata lugha anazungumza ambayo lugha ni nyepesi. Kwa hiyo katika mifumo pia kuwajua, pia katika wanachuoni au katika walimu ambao hadi sasa wanafundisha katika miji ya kwao kuanzia miaka 90 hiyo na kuendelea hadi hivi sasa. Kipindi hicho alikisoma kwa Sheikh Albani akiwa akifundisha pia katika miji ya nyumbani kwao. Na hii wakati mwingine nawafundisha watu wengi, na ndio tunahimizwa kwamba tukitafuta elimu baada ya kujua natakiwa turudi katika miji yetu ili tuwahuishe wale jamaa zetu.
Ndio maana hata Allah Jalla wa Ala amehimiza hilo katika Qur'an. Amehimizaje? Nani amehimizaje haya? Nani msoma amehifadhia sote Tauba? Unajua sisi imeanzaje ile walaula nafara min kulli firqatin? Imeanzaje mwanzo? Imeanzaje? Wama kana limu'minin liyamfiru kafa. Wasema haitakikani kwa Waislamu watoke wote labda wakatafuta elimu, lakini basi likitoka kundi miongoni mwao likaenda kutafuta fikhi katika dini, likajifunza, kisha baada ya kujifunza na kupata ufahamu katika fikhi warudi mijini mwao hadi majumbani mwao ili wapate kuwaonya jamaa zao. Na hiyo ndio asili kwamba mtu anaenda kutafuta elimu huko anapokwenda, apelekwa na amechangiwa na msikiti au kuna wafadhili, basi akaenda huko akishakupata ile alichokuwa nacho atakiwa arudi kwenye miji yao ili atahadhari na jamaa zake, kwa sababu jamaa zake watakoinga wafahamu. Kwa hiyo ukirudi utawaambia hili jambo la msingi nafaa, hili jambo la sheria, na hiyo ndio utaratibu wa Allah. Kuna wengi wanachuoni kufuatilia wana utaratibu kama tukuta Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, lakini aliasisi pale Damaji. Asema kipindi Damaji ilikuwa ni porini kabisa, yani hamna nyumba, lakini alisoma mtu mwanachuoni mkubwa, lakini akaanzisha pale mji. Baada ya muda fulani watu wakatoka miji mbalimbali kuja kusoma, hadi leo kutaenda maji kukosa ni fitna za Mashia. Yani saizi kwa ni mji mkubwa ambao, na kutokana na zile changamoto za mahajawi na kupinda kuacha ile manhaji ya sawa, ilikuwa ni Damaji ambayo haijashikiki. Hapo mwanzoni tu kabla hajateketea, yani watu kutoka Damaji na wajua tu watu wamehifadhi elimu za hadithi, yani katika mfumo mwingi katika markazi ukifuatilia wao kutoka Damaji ndio wanasimamia vizuri, na maana ndio wametoa syllabus za kuhifadhi haya masomo kama vile masomo ya hadithi, masomo ya dini. Lakini hizo markazi nyingine nyingi wanaokwenda, yani mfumo wao kwa wana au kwenda watu jamii ya Islamia na Madina, hata kuna mifumo hiyo. Lakini ukienda Damaji lazima uhifadhi kwa utaratibu ambao ulikuwa pale. Watu pale wamehifadhi sahihi, wahifadhi kutubu 6. Unaweza kama ndugu kama huyu kahifadhi kutubu 6 vyote. Yani tuna miaka 10, miaka 10, 20, 28 na ani kutubu 6 kahifadhi zamani. Yani hiyo kitu kawaida. Kwa hiyo utatawa wale wasiokuwa Arabu tenda kule ni mfumo ni ule ule. Mfumo mdogo tu. Huyu dini alinde Sheikh Abdul Faida hafidhahullah ta'ala anusinisema. Yani ameenda kipindi kile la maji yani ipo moto. Lakini amerudi hayo yapo, na maana ni mfumo alipokuja pale Kongo kwa kuna mifumo ya kuhifadhi, yani katika kuhifadhi mutuni. Watu kwa wanajihifadhia wakitaka wakisikia, lakini alipokuja yani mfumo kwanza ulibadilika. Kwanza unahifadhi ni lazima. Alafu hataki ushauri katika wanafunzi. Nakwambia leo nakwambia kama umda, anakwambia anaanza na anatazama kwanza, anaanza wiki hadi siku 10. Anasikiza mnaweza kama mwezi tu unapambana wanaweza. Akamwambia basi wiki moja wiki 20. Yaani anazidisha sasa. Bado tuwezi, tuna vitabu vingi. Akasema wewe tutaweza. Na kweli wamekaziwa watu wafanyaje? Walihifadhi muda, wamehifadhi yangu, wamehifadhi yani vitabu zile vitabu vya Shafia wamehifadhi wengi, na maana pale hiyo mutuni hizo tauhidi sijui usulu talaka wengi wamehifadhi. Yaani kwa kusimama wako madhubuti. Kwa hiyo shida maana kwa kitendo kile wanaohifadhi, na maana katika hii yani katika ismu al-hufadh alikuwa samia sahihi katika upande wa imma, katika upande wa wanawake, lakini katika mtume au katika upande wa wanaume. Lakini wengi walipokuwa lishaka kwenda kusomea katika upande wa Qur'an, lakini katika upande wa mtume walifeli. Lakini sasa mitoa mchango mkubwa, na maana na amebusti watu wengi kwa pale Pongwe na hata kwa walipotokea Moshi. Na hadi alipokutana huko kidogo kuna faida nyingi zimeonekanika, na watu wengi walipiga hatua katika kuhifadhi hadithi za mtume. Sasa walikuwa wanakuja pale, mtu kaletoka Moshi kama Abu Abdul Barri. Alitoka Moshi kahifadhi Dar es Salaam. Alikuwa anashangaa, Dar es Salaam hifadhi.
Umda kahifadhi, darasa jingine kahifadhi, Bulughul Marami ndio kwa somo. Darasa hili hifadhi. Wao wanashangaa yuko wapi huyo? Anaenda kutazama nani alifanya darasa hili. Kama tatibu kwa muda. Yaani utaratibu gopo upo. Sio kama watu wana akili ya kuhifadhi, ila utaratibu gopo, lakini ule kauzoea kule ndio gopo ni lazima. Ile Jauharun Nabii ya Sheikh ile Yusufili ambayo kama hadithi 100 ni. Sheikh mwenyewe pale alihifadhisha hadithi 50. Watu kama miaka mitatu walihifadhi. Na mwisho ndio alifukuzwa watu 80 siku moja. Pale markazi pale alifukuzwa watu 80 muda mmoja tu. Na kwa wao sio na bebi yao. Wale ambao sio na akili, mtu wa siku wala msamaha, jamani rudini shehe washasamehewa, wangepo da, si shirika da zamani huko. Basi rudi tena. Soma kwa chance tu. Kwa mfumo huo. Lakini alipokuja Sembe anakuambia kitabu kile amesimamia kuhifadhi Jauhari Yuzumia ndani ya miezi mitatu watu wamehifadhi. Miezi mitatu amehifadhi. Che hadithi 50 miaka mitatu watu wa kila kanyago hawajihifadhi. Yeye miezi mitatu watoto walihifadhi. Kwa sababu walikuwa na usulubu tofauti na watu wengine. Kwa hiyo katika kuhifadhi vitu vya msingi pia ni jitihada binafsi na muda pia na faragha, na hizo pia inatolewa mwongozo kwa watu upande wa Qur'ani. Kwa sababu watu wa Qur'ani watu wanatumia nguvu nyingi, lakini baada ya muda hamna kitu. Kwa hiyo tukimuuliza pengine mtu leo Sheikh Fauzan amezaliwa lini? Bado hai, lakini watu wanaweza kusijui. Lakini tutakuwa na utaratibu wa kuuliza. Tutakuwa tutauliza maulama wa zama hizi wote. Kila mwanafunzi wao anatakiwa awe na utaratibu wa kujua lini amezaliwa na wale waliokufa lini wamefanyaje? Wamekufa kwa sababu wameishi katika zama zetu na tuna uwezo baadhi yao tukiwaona kama vile kwa hai. Baada ya hapo tutaenda moja kwa moja katika mukaddima. Leo tunaangalia mukaddima, mambo mengine yatafuatia kwa baadaye. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naanza kusoma sababu kuna kitendo kinakadiriwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naanza kusoma. Maana Allahu, nini maana ya Allahu? Ndio ndio maswali kuna vitu ambavyo tushavielezea, ile vitu vya muhimu sasa tutawauliza. Nini maana ya Allah? Naam, Muhammad. Tafiti shida chako umesoma. Nini maana ya Allah? Naam? Au al-ubudiyyah lil-haq. Allah maana unaweza kusema ukatafsiri tule maana la ilaha illa Allah. Maana yake nini? Hapana mwabio wa haki isipokuwa Allah. Sasa katika lugha yake katika Kiarabu chake Allahu maana yake nini? Maabudu bihaki, sio mwabudiwa wa haki. Tulisoma hivi, ndio maana usema la ilaha la maabuda, yani bihaki illa Allah, na maana isipokuwa Allah. Allah ndio nani? Mwabudiwa wa haki. Kiarabu ndio maabudu bihaki. Kwa hiyo katika upande mwingine inaitwa Allahu manake al-ma'luhu, yani mwenye kuabudiwa. Al-ma'luhu, mwenye kuabudiwa. Bihaqi, kwa haki kabisa. Alladhi la maabuda bihaqi illa hu, ambaye hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa yeye. Kusema al-ma'luhu, maana Allah pia ni al-ma'luhu, yani muabudiwa. Al-ma'luhu bihaqi, yani muabudiwa wa haki. Ukiendelea ndo alladhi la maabuda bihaqi illa hu, au illa siwa, au unaweza kusema siwa au illa hu. Na ukisema Ar-Rahman, Allah mwingi wa rehema. Aya Ar-Rahman tushaisoma, Dhur-Rahmati al-Wasi'a, yani nisoma Allah mwingi wa rehema. Na pia nikuja kwenye Qur'ani. Nikuja kwenye Qur'ani. Nikujaje?
wa rahmati was'at kulli shay'in, na rehema zangu ni zenye kuenea kila kiumbe. Kwa hiyo dhurrahmatil wasi'a, sura al-A'raf imekuja kama aya 115. Na pia Ar-Rahim, na maana kusema Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Katika majina hayo, majina matatu hayo, Allah na Ar-Rahman, haya majina mawili wanasema hawezi kuitwa kiumbe yoyote isipokuwa Allah tu. Haruhusiwi kuitwa kiumbe yoyote yule, awe mtukufu, awe mtume, au malaika, au awe nani. Nasema kuna majina hasa kama 6 hivi, haruhusiwi kuitwa yoyote isipokuwa Allah. Ama ukisema Ar-Rahim, wanasema Rahim na maana ya upole na huruma. Wanachoona sema ikiwa neno hilo lina maana huruma na mwanadamu, sifa hiyo anayo, anaweza kujita kwamba yeye Rahim. Bwana utakuta Rahima, utakuta mtani Rahima, si nani. Na ndio maana Allah Ta'ala msifu mtume asema wakana bil mu'minina rahima, na amekuwa mtume na maana kwa waumini, na maana ni mwenye kuonea huruma. Allah yani katika rehema zake na kumleta mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume atakuwa anaonea sana huruma waumini. Kwa hiyo pengine kuna baadhi ya mambo wanafanya kwa yeye akionea huruma, pengine wamefanya ujeuri, kwa kuonea huruma, kutugia ndio aje kumuuliza tuwafanye nini wale, yeye akionea huruma kwamba waache tu, kwa sababu ile ya huruma yake. Kwa hiyo maana Allah kamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema jina hilo sasa ya Rahim lina uwezo wa kuitwa hata mwanao baada ya kumwita hivi, ila anaweza ilikuwa vizuri ukaanza na Abdul Rahim, hilo ni bora zaidi. Lakini ukamwita Rahim hakuna makosa kihivyo, hakuna makosa katika upande huo, ila tu iliyokuwa sawa zaidi basi kusema Abdul Rahim, Abdul Rahman na mfano wake. Kwa maana kama kwenye majina ahabu asma'u ila Allah Abdullah wa Abdul Rahman, kama hadithi hiyo. Maana majina ambayo Allah anapenda zaidi ni Abdullah, Abdullah na Abdul Rahman. Ameta bismillah tushaelezea kwa sababu gani? Kwa sababu ile kwanza ili apate baraka, ametafuta baraka kwa kazi yake hiyo aliyofanya, na mtu anata bismillah na pia kutaka baraka na pia kutaka msaada wa Allah azza wa jalla. Na ni makosa tuwahi kusema bismillahir rahmanir rahim ukatafsiri kwa jina la Allah au kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa hapa duniani, na Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema ndogo kesho akhera. Asema hiyo ni makosa katika upande wa tauhid, katika upande wa aqida. Sababu hii Allah na Ar-Rahman hali majina ya Allah, na majina ya Allah ni sifa zake, na sifa za Allah ghairu makhluq, na sifa za Allah si kiungo, yani si kiumbe. Usikia sifa ya Allah hiyo sio nini? Sio kiungo. Kusema neema, asema shay'un makhluq, kusema neema ni kitu kilichoumbwa. Kwa hiyo hapo ndio kuna udosari fulani kuita sifa ya Allah ni kiumbe, kama vile Qur'ani ni kiumbe. Hilo ni katika makosa katika akida na tauhidi. Kwa hiyo hairuhusiwi kutafsiri hizo. Kwa hiyo utatafsiri hivyo tu kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, na sio kwa jina la Allah Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema ndogo. Kwanza tunasema hakuna neema ndogo. Hizi dharau, neema ndogo, neema kubwa. Wewe neema ndogo unaweza kuileta. Kwa hiyo mfumo huo kwanza hamna. Haya. Alhamdulillah, kila sifa njema zote ni stahiki ya Allah Rabbil alamin, Mola wa walimwengu wote. Rabbil alamin, Mola wa walimwengu wote. Al-alam ish kullu man siwa Allah, kila sifa Allah anakuwa alamun, yani ni mlimwengu.
Ukisikia mlimwengu, huyo ni kiumbe. Ukisikia mlimwengu, huyo ni nani? Ni kiumbe, yani ameumbwa. Kwa sifa njema zote ni za Allah. Huyo Rabbul Alamin, ndio mlezi wa walimwengu wote. Wassalatu wassalamu, na swala na salamu au na swala na amani, ala khatamin nabiyyin, zifikie wa mwisho wa mitume. Mwisho wa mitume ndo nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swala na amani zifikie mwisho wa mtume, mwisho wa mitume. Kwa maana hakuna mtume baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu akaja leo kusema msikia mimi kuna mtume, sijui nabii Baraka, sijui nabii Ismaili, sijui nabii Yakubu, ima kanisani au kwa Waislamu, huyo ni mrongo. Yaani huyo ni mrongo, hakuna, kwa sababu hakuna mtume baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Watakuja wote kwa ni warongo na atakuwa ni makafiri. Akiwa Muislamu anakajinasibu basi hapo ndio kwenye Uislamu. Ama kama makafiri hao watakuwa huyo ndio mrongo wao aliyepitiliza. Kwa hiyo mtume ndio mtume wa mwisho sallallahu alaihi wasallam. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na ninashuhudia, na pia imetafsiriwa na ninakiri kwa moyo, na baini kwa ulimi, kwa yakini ya kukata kabisa. Yani tafsiriwa hivi, nakiri kwa moyo na baini kwa ulimi kwa yakini ya kukata kutoka moyoni, alla ilaha illa Allah, huwa hakuna mwabio wa haki isipokuwa Allah, wahdahu, hali ya kuwa peke yake, la sharika lahu, hana mshirika yeye katika kuabudiwa, katika ufalme wake, katika kuumba kwake, hana mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na ninashuhudia hakika Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Pia katika sifa nazo za mtume, yeye ni mtume wa Allah, lakini pia akaitwa abdu, yaani mtu anamtumikia Allah, ni mtumwa. Japokuwa ana cheo kikubwa, lakini kwa Allah huyo ni nani? Yeye ni mtumwa, ni mtumwa na ni mjumbe. Ama baada ya hayo yaliyotangulia, ama baada ya huo utangulizi, anasema fa inna min fadlillahi ta'ala, hakika katika ihsani zake Allah mtukufu. Fadhili pia ni maana ihsani. Fa inna min fadlillahi ta'ala, hakika katika ihsani zake Allah mtukufu, ala ibadihi, juu ya waja wake, an an'ama alaihim, waneemesha waja hao, bil mawasimil adhima, kwa kuwapa misimu mikubwa. Bil mawasimil adhima, kwa kuwapa misimu mikubwa. Katika fadhila na ihsani za Allah juu ya waja wake ni kule kuwaneemesha kwa kuwapa nini? Kuwapa misimu mikubwa. Sasa misimu si mnaelewa soma smartphone misimu na maana ile miula, kwamba anakuja kama mula mahindi, kuna mula wa korosho, si mnaelewa? Mula wa karanga, kuna mula wa mpunga. Sasa ile vipindi vile vinaitwa nini? Inaitwa misimu. Soma smartphone atakusudia. Allah anaemesha kwa kuwapa misimu mikubwa, wal ayami fadila, na masiku yaliokuwa mabora, litakuna maghnaman, ili yawe kuwa masiku hayo ni ngawira au ni fursa. Litakuna maghnama, ili yawe masiku hayo ni ngawira na ni fursa, litwaina, kwa wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maidana, na ili yawe hayo masiku na hiyo misimu ni uwanja wa maidana, na ili yawe hayo masiku na misimu ni uwanja, litanafusil mutanafisi, kwa kushindana wenye kushindana. Yani ule uwanja, yani wa kushindaniana watu. Wa maidana, na ili hiyo misimu iwe ni uwanja, litanafusil mutanafisi, ili uwe ni uwanja wa kushindana wenye kushindana. Sababu ni uwanja ukiwekwa, usikie uwanja wote ule asili yake
si akiwa mashindano, yaani wewe wote unakujua wewe, si mnaelewa? Uwanja mpira, si akiwa mashindano, wewe unakuja mashindano. Yote yatakuwa na maana. Uwanja huo sio nini? Mara nyingi sana hivyo, ila tu mara chache sana nakuta inaweza kawa tofauti na maana hiyo iliyokusudiwa. Lakini hapo zamani kitajwa uwanja juu ya kusudia ni kwa ajili ya mashindano. Kwa hiyo hiyo misimu itakuwa ni sehemu ya uwanja ya watu kushindaniana katika mambo mazuri, bali yatanafasu almutanafisu, watu washindane kwenye kushindana katika mambo mazuri. Wa min hadhihi almawasim, na miongoni mwa hii misimu, wa min hadhihi almawasim, na miongoni mwa hii misimu, ashru dhilhijja, ni masiku 10 ya mwezi wa mfungo 3. Katika hiyo misimu watu watakiwa washindane na kushindana ni misimu hii katika haya masiku 10 ya mwezi wa mfungo 3. Wa ayami tashriqi, na masiku ya kuanika nyama au ya kutangaza nyama. Ayami tashriqi, na masiku ya kutangaza nyama, tunakusudia mwezi 11, mwezi 12, mwezi 13. Tutakuja kuweka maana nini maana hiyo ayimito. Kwa hiyo ni ayamu tashriqi. Wa ayami tashriqi baadaha, na masiku ya tashriqi baada ya masiku hayo 10. Kuna masiku 10 katika hiyo misimu, alafu baada ya siku 10 pale yanayofuata inaitwa nini? Ayamu tashriqi. Asema haithu anna hadhihi al-ayyam, pale ambapo hakika haya masiku, haithu anna hadhihi al-ayyam, pale ambapo hakika haya masiku, kanat mahallan, ilikuwa ni sehemu li ummahati al-ibada, za ibada mama. Haithu anna hadhihi al-ayyam, pale ambapo hakika haya masiku, kanat mahallan, ilikuwa ni sehemu li ummahati al-ibada, za ibada mama. Yani ibada mama zote zinakusanyika sehemu hiyo. Mina swala, ni kuanzia swala, wasiyam, na pia kuna kufunga, wasadaqa, na kutoa sadaqa, walhaji, na pia kuna kuhiji, waludhiya, na pia kuna kuchinjwa, waludhiya, na kuna kuchinjwa au na kuchinja wanyama. Udhiya maana kumchinja yule mnyama. Udhiya yule mnyama special ameandaliwa kwa ajili ya kuchinjwa ile siku za kuchinja zile, kuanzia mwezi 10 mpaka ayamu tashriqi. Kwa wanyama hao wanaandaliwa kuchinjwa kwa masiku hayo, anaitwa na Kiarabu au katika sheria inaitwa nini? Udhiya. Anasema watakbir, na takbira wa ghairiha, na nyinginezo isiyokuwa hizo katika hizo ibada. Wal muslimu, na muislamu, mutalabu, ni mwenye kutakiwa. Wal muslimu, na muislamu, mutalabu, ni mwenye kutakiwa. Bi ayyuammira hadhihi al-ayyam, kuyaimarisha haya masiku. Wal muslimu mutalabun, na muislamu ni mwenye kutakiwa, yani muislamu anatakikana kwa yeye anyuammira hadhihi al-ayyam, kuyaimarisha au kuyaboresha haya masiku. Bi anwa'i al-qurbati, kwa aina tofauti za ibada. Bi anwa'i al-qurbati, kwa ibada tofauti. Wa alayhi, na juu yake yo muislamu, wa alayhi, na juu yake yo muislamu, yani lazima ayataallama al-ahkama ash-shar'iyyata, ajifunze hukumu za kisheria. Wa alayhi, na ni lazima juu yake yo muislamu ayataallama al-ahkama ash-shar'iyyata, ajifunze hukumu za kisheria, al-mutaallaqata biha, zenye kufungamana na masiku hayo. Al-mutaallaqata biha, zenye kufungamana na masiku hayo. Liyuhsina istighlalaha, ili afanye vizuri kujivunia ngawira hizo na fursa hiyo. Liyuhsina istighlalaha, ili afanye vizuri kujivunia na kujitumia
ngawira hizo kama yambaghi, kama inavyotakikana, kama yambaghi, kama inavyotakikana. Sema wa ahamu masaili bahthi ma yali, na muhimu wa masala yaliyofanywa tafiti, yani research, yale ambayo yafuatayo katika masala yale muhimu yaliyofanywa bahthi au yaliyoandaliwa ni yale yafuatayo. Masala ya kwanza tutasoma fadhilu ashri dhilhijja, tutasoma fadhila za masiku 10 ya mwezi wa mfungo 3 katika mada ya kwanza hiyo. Mada ya pili, ma yashtanibu fil ashri, yale yanatakiwa mtu kujiepusha katika hayo masiku 10. Man arada al-udhiya, kwa yule anayekusudia kuchinja, yani kuna mambo yanatakiwa Muislamu ajiepushe katika hayo masiku 10, yule mwenye kukusudia kuchinja. Namba 3 tutasoma al-amalu wa ta'atu, matendo na toa na ibada tofauti fil ashri, katika hayo masiku 10. Wa minha al-hajj wal udhiya, miongoni mwa ibada hizo kuna hija na udhiya. Pia katika namba 4, mada ya 4, fadhilu yaumi arafa, kuna fadhila ya siku ya Arafa, wa takbiru fihi, na takbira katika ndani ya siku hiyo. Siku ya Arafa kuna fadhila zake na takbira siku hiyo hiyo ina katika siku ya Arafa, hasa katika alfajiri ya siku ya Arafa. Pia namba 5, fadhilu yaumi nahari, kuna fadhila ya siku ya kuchinja, ile kuanzia siku 10 sasa mwezi 10 yenyewe. Fadhilu yaumi nahari, fadhila ya siku ya kuchinja, wa ahkamu, na hukumu zake. Kwa hiyo tataja zile fadhila za kuchinja na hukumu zake. Namba 6, fadhilu ayami tashriki wa adabu, fadhila za masiku ya tashriki na adabu zake. Kwa hiyo katika hizo mada 6 biidhnillah ndio tutazisoma katika masiku yanayofuata. Leo liko sehemu mukaddima na utangulizi. Kwa hiyo inshallah biidhnillah Allah atakapotuafikisha, kesho tutaanza na sehemu ya kwanza. Baada ya kesho pia wikendi na ukuja tutamalizia na sehemu zinazofuata. Inshallah tukija kwa kipindi cha tarehe.